au kuheshimu Mungu tunaposoma neno la Mungu. Kila mmoja ambaye ameketi, naomba tusimame uheshimu Mungu tunaposoma neno la Mungu. Naomba popote ulipo, wale ambao wameketi, naomba tusimame tusome neno la Mungu. Nasoma katika kitabu cha Zaburi ya 56 na mstari wa 8. Zaburi ya 56 na mstari wa 8. Umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo katika chupa chako? Na Bwana alibariki neno lake. Amen. Tunaweza keti. Daudi alikuwa katika kambi ya maadui wake, na anapokuwa kwenye kambi ya maadui yake, anaandika yale mambo ambayo tumeyasoma. Anamwambia Mungu ya kwamba amehesabu kutangatanga kwake. Vile alikuwa anatangatanga, sijui alikuwa anatembea akitafuta nini, lakini anamwambia Mungu ya kwamba wewe umehesabu kutangatanga kwangu. Kitu cha pili anasema ya kwamba uyatie machozi yangu katika chupa yako. Nataka wapendwa tuelewe tunapokuwa hapa ya kwamba kifo kinaleta huzuni katika maisha ya mwanadamu, na kuna sababu ambazo zinafanya kifo kilete huzuni. Na mtu anapokuwa kwenye huzuni, ndio anaanza kulia kwa sababu ya yale mambo ambayo yamempata. Sababu ya kwanza ambayo inatufanya ya kwamba tunapokutana na kifo tuwe na huzuni ndani ya mioyo zetu, ndani ya maisha yetu, ya kwamba kifo kinakuwezesha ujue ya kwamba wewe ni mwanadamu. Ujue ya kwamba wewe ni kitu ambacho hakina uhai ndani yake, na kwamba unaishi kwa muda mfupi. Kuna watu ambao huwa wanakuwa na yale maringo katika maisha yao kwa sababu ya yale mambo ambayo wameweza kupata. Jana nikaongea na alikuwa ni makanika wa gari langu. Nilikuwa nimelipeleka gari kwa tengeneza. Akanionyesha kitu ambacho mtu ameandika kwa mtandao. Anasema kila kitu ambacho niko nacho, siwezi kusema ya kwamba ni kwa sababu ya Mungu, kwa sababu mimi simjui Mungu. Ndio amefanikiwa katika maisha yake, na anapofanikiwa katika maisha yake, aoni ya kwamba kuna mtu ambaye amesababisha apate kile kitu ambacho yuko nacho. Na unakuta mtu kama yule anakuwa na maringo katika maisha yake, lakini kitu kama kifo kinapokuja kwa mtu kama yule, ndio anatambua ya kwamba hakika mimi ni mwanadamu. Kwa hivyo anapopatana na kifo, kinamwezesha apate kutambua ya kwamba yeye sio kitu katika maisha. Kuna mtu ambaye alikuwa kama huyo kwa Biblia, ikawa ni ya kwamba Mungu alikuwa amemwezesha, lakini kwa sababu hakuwa na imani ndani ya Mungu, haelewi ya kwamba ni Mungu ndiye amemwezesha, akawa amevuna chakula chake. Na anapovuna chakula chake, akaona kwamba sasa hata lile kala ambalo alikuwa nalo
halitoshi. Neno la Mungu nasema huyo mtu akapomoa zile kala alizokuwa nazo, akachenga kala zingine, akawa na chakula cha kutosha. Na wakati alikuwa na chakula cha kutosha, neno la Mungu nasema ya kwamba akaanza kujipika-pika kwenye kifua, akisema ya kwamba sasa nataka ule, ufurahie, ushangilie. Nataka niwaambie ya kwamba kuna watu ambao wako kati yetu, lakini wanaelewa kila kitu ambacho wako nacho na kwa sababu ya bidii yao. Wacha nikuelezee, sio kwa sababu ya bidii yako. Neno la Mungu linasema Mungu ndiye anayekuwezesha ili ukapata mali, akapata kulithibitisha agano ambalo aliweka kati yake na mtumishi wake Ibrahimu. Kwa hivyo nataka uelewe, tunapopatana na kifo kinatufanya tuelewe sisi ni bure. Kama uko hapa, nataka uelewe wewe ni bure. Nakumbuka wakati mmoja nikawa na jirani yangu kule nyumbani, natoka hapa Kakamega. Yeye alikuwa anaelewa kwao watu hawakufi. Na kwa nini alikuwa anaelewa kwao watu hawakufi? Kwa sababu katika kijiji chote alikuwa anasikia kwa fulani kuna matanga, kwa fulani mtu amekufa, kwa fulani mtu amekufa, lakini kwao hakuna mtu ambaye aliwahi kufa. Tangu akuwa mtoto na anapoongea na mimi alikuwa ni mtu mzima, mzee. Mpaka wakati kifo kiliingia katika nyumba yao. Akaanza na ndugu yake mmoja mkubwa, akafariki. Akaenda tena kwa baba yake, akafariki. Mama yake akafariki. Ndugu wake wengine wakafariki. Ndio akasema kumbe hata sisi tunaweza kufa. Kifo kinakuwezesha uelewe wewe ni nini. Kitu cha pili ambacho kinafanya ya kwamba unakuwa na huzuni ndani ya moyo wako, ndani ya maisha yako, nataka uelewe ya kwamba kifo kinafanya upendo unafika mwisho. Na ninaposema upendo unafika mwisho, na upendo wa mwanadamu, sote tumesema chizi, huyu msichana ambaye amefariki alikuwa mzuri, alikuwa mtu wa kutabasamu, alikuwa na kitu anakuletea. Mama amesema mtoto alikuwa anamletea mpaka chakula. Mama akikwambia sasa uende ulale na mtoto wako kwa kitanda, utalala na yeye? Kwanza ule upendo unafika mwisho. Nataka tuelewe ya kwamba kifo kinafanya upendo ambao tumekuwa nao kwa wanadamu, upendo ambao wanadamu walikuwa wanatupatia, unafika mwisho. Na nataka nikuelewe, upendo unapofika mwisho, kuna upendo mwingine ambao unachukuliwa hapo. Neno la Mungu linasema ya kwamba huyu Mungu ambaye tunamwamini na Mungu anayetupenda, na kwamba hata wakati hakuna mtu ambaye anaweza taka kusonga karibu na wewe, yeye anasonga karibu na wewe kwa sababu anakupenda. Upendo wa mwanadamu utafika mwisho, lakini kuna upendo ambao hauwezi kufika mwisho, upendo wa Mungu. Na kwa hivyo kifo kana kuonyesha ya kwamba kuna vitu ambavyo vinafika mwisho. Pendwa, kama unanisikiza, nataka uelewe ya kwamba kuna vitu ambavyo vinafika mwisho.
upendo wa mwanadamu utafika mwisho. Yule mtu ambaye mlikuwa mnahusiana na yeye, mnatembea pamoja na yeye, mnakula pamoja na yeye kwa sababu nampenda. Kama huyu msichana angekutembelea, Sifuna alisema ya kwamba uchenge nyumba ambayo kuku inaweza ingia ndani. Wakati anakuja unamchinjia kuku, lakini kula kuchinja kuku kumefika mwisho kwa sababu ya kifo. Tena nataka uelewe, kuna yule mtu ambaye wangekawa unamdhamini sana na kwamba nakupenda, lakini ule upendo utafika mwisho. Lakini kuna yule ambaye hawezi akafika mwisho, na yule ndio yule ambaye ninahubiri mchana wa leo, na kwamba upendo wa mwanadamu utafika mwisho, lakini huyo Mungu wetu ambaye tunamjua, upendo wake hautafika mwisho. Kuna kitu kingine. Kuna mama ambaye alisema hapa ya kwamba kifo kinaleta huzuni, kwa sababu unajaribu kujitia moyo, lakini unakuta ya kwamba kule kujitia moyo hakuwezekani. Ndipo mama akasema alikuwa na mashishi na matanga kwake, alikuwa na mtoto ambaye alikuwa amefariki kwake. Ikawa kuna mama ambaye anamwambia jitie moyo, yes, lakini yeye mwenyewe hangeweza kujitia moyo. Na amesema vile vile anamwambia huyu mama, nawe jitie moyo. Pendo, nataka uelewe ya kwamba kifo kinafika, kinakuwezesha ya kwamba hata uwezi ukajifariji katika maisha yako. Hata unapojaribu nasema jitie moyo, jitie moyo, hauwezi ukajitia moyo, kwa sababu unahitaji mtu ambaye anaweza kukutia moyo katika maisha yako. Amen. Na inapofikia wakati wa kifo, ndio unakuta kuna mtu ambaye anaweza kukutia moyo katika maisha yako. Hapo ndio kosa Daudi anamwambia Mungu, Mungu, umeona vile nimetangatanga, umeona yale mambo ambayo nimepitia ndani katika maisha yangu, umeona ule uchungu ambao nimepitia ndani katika maisha yangu. Na kitu ambacho Mungu anafanya ya kwamba anachukua machozi yako na anaweka kwa chupa yake. Pendo, nataka uelewe, wewe ikawa umepitia kwa mambo magumu, hakuna mtu ambaye anaweza kukutia moyo katika maisha yako. Nataka uelewe, Mungu anachukua yale machozi yako na anaweka kwa chupa yake. Na kwa nini Mungu anachukua machozi anaweka kwa chupa yake? Neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Mwanzo, palikuwa na mtu ambaye alikuwa vile vile amelia machozi, na anapolia machozi na kwamba Mungu amemwambia huu ulimwengu unakuja kufika mwisho, na nakawa analia, anaambia watu wake ambao walikuwa pamoja, wapenda, nataka muelewe, ulimwengu utafika mwisho. Mungu anakuja kuangamiza ulimwengu.
Neno la Mungu linasema Mungu akamkumbuka Nuhu. Wende ikawa na wewe kuna yale machozi ambayo unalia katika maisha yako. Wakati nilikuwa naingia, nikasikia mwingine akisema, wapenda mtuombee kwa sababu tumewapoteza wengi katika jamii yetu, ya kwamba imefika wakati machozi umelia na unashangaa itakuwa namna gani. Nataka uelewe mchana wa leo ya kwamba kuna Mungu anayewakumbuka watu wake. Amen. Kwa yale mambo ambayo umepitia katika maisha yako, kwa ule uchungu ambao umepitia ndani ya maisha yako, wala ikawa sio uchungu wa kifo, lakini kuna uchungu ambao umepitia ndani katika maisha yako, na unashangaa utaumia mpaka lini. Nataka nikuambie kuna Mungu anayekumbuka watu wake. Kuna Mungu anayekumbuka yale machozi ambayo umeyalia, kuna kuhangaika ambako umehangaika, ole uchungu ambao umepitia ndani. Kuna Mungu anayeelewa ule uchungu. Nilikuwa nikihubiri kwa kanisa letu, nikawa naambia watu katika kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 3. Vile Petro anaambia watu ya kwamba mkapate kuhurumiana. Wende ikawa hakuna mtu ambaye anakuhurumia katika maisha yako, kwa ule uchungu ambao unapitia ndani, hauna mtu anayekuhurumia. Wengine ambao umesaidia katika maisha yako, wanafika wakati ambapo wamepanda na wanasahau ya kwamba mtu fulani alinisaidia nikawa mahali ambapo nipo. Wewe kama umemsaidia mtu katika maisha yako, unadhania ya kwamba huyo mtu atakusaidia. Yusufu akiwa gerezani, watu wakakuja kwake wawili wakiwa na ndoto, ili akapata kuwatafsiria ndoto zao. Alipowatafsiria ndoto zao zikatimia. Mmoja wao alikuwa ameambiwa, wewe ulifutwa kazi bila sababu, ukaletwa gerezani bila sababu, kwa hivyo utarudishwa kwa kazi yako. Na akamwambia, tafadhali unapoenda, hata mimi niko hapa pasipo sababu, wamenisingizia, nenda unikumbuke. Nataka nikuambia ya kwamba huyo mtu hakuona ule uchungu ambao Yusufu alikuwa anapitia ndani, licha ya kusaidiwa. Wewe kama umemsaidia mtu, unasema ya kwamba nenda na unikumbuke. Mwingine hata amechukua loan kwa sababu anataka kumsaidia mwenzake aende, ili wakati anaporudi wakuwe na maisha mazuri. Kuna mtaita mmoja ambaye aliimba wimbo, alimsaidia mpenzi wake akachukua loan, na hiyo haikuwa tu wimbo, ilikuwa ni ukweli ambao ulitendeka. Wakati alipoenda akasahau yule ambaye
alimchukulia loan. Akapata mwingine ambayo ana pesa kule. Naambia mwenzake sasa naja. Wakati anapomwambia ninakuja, huyo nenda kwa airport ili akapate kumulaki mwenzake. Anakuta mwenzake amekuja na mwanaume ako mbele yake na amebeba mtoto. Kwa hivyo ikawa ya kwamba pesa zote ambazo alikuwa amechukua kwa sababu anataka kumsaidia mwenzake imeenda. Wapendwa, kuna watu ambao wanaumia katika maisha yao kwa sababu wanawasaidia watu wakidhania ya kwamba hao watu watawakumbuka, na inafika wakati hawawakumbuki. Nataka nikuambie, kuna Mungu ambaye anaona yale machozi, kuna Mungu ambaye ameona kuumia ambako unaumia katika maisha yako, na anapoona anakuja, anakuhurumia na anakusaidia katika maisha yako. Sitaki nihubiri sana. Nataka uelewe, kuna mtu ambaye anakumbuka machozi yako. Unapolia, hata kama uoni anaokota. Nyakati za Biblia ilikuwa watu wanaokota yale machozi, wanaweka kwa chupa. Lakini nataka uelewe, Mungu anachukua machozi yako, anaweka kwa chupa yake. Na wakati utafika ambapo atakukumbuka katika machozi yako. Kilio ambacho umelia katika maisha yako, Mungu atakuja na atakukumbuka. Wakati nimekuja nikasikia huu ujumbe wote ambao watu walikuwa wanatoa, nikawa ninajaribu kujireflect katika maisha yangu. Mimi ndiye askofu mkuu wa makanisa ya Candlelight. Wakati wa mwisho vile mchungaji alisema, nilikuja nikaombea hili kanisa. Na nilipoombea hili kanisa, hata kuna mbuzi ambaye nilipewa. Mara nyingi mimi hutamani kuwa na uhusiano na watu na sio vipawa. Wakanipa mbuzi. Ikawa uhusiano wangu na mchungaji wangu wa hili kanisa haupo. Nilimwajia hata hiyo mbuzi. About a week before huyu msichana akufe, naona mchungaji ananipigia simu. Ananiuliza, unajua? Nauliza, ni nani? Ni mchungaji Elias. Elias, mimi nilifuta namba yako ya simu kwa sababu ninataka uhusiano na wewe. Nikamkumbusha, uliwahi kuona nikisema nakuja kuchukua mbuzi? Ni kwa sababu mimi sitaki mbuzi, nataka uhusiano na wewe. Wapenda, nataka niuelewe kila mmoja wetu ya kwamba Mungu anataka uhusiano na sisi. Paulo anawaambia Wakorintho ya kwamba Mungu ametupatia huduma wa urejesho. Na naona huyu msichana akifanya ya kwamba sasa tukapata kuwa na uhusiano na mchungaji wangu. Kwa maana amenipigia simu baada ya wiki moja, ananiambia, unakumbuka yule mama ambaye alituhusia sehemu ya shamba tukaweka kanisa? Niambia nakumbuka. Mtoto wake amefariki na naomba ukuje utusaidie ili tukapate kumsindikisha huyo mtoto. Huyo msichana akaleta uhusiano kati yangu na mchungaji na hili kanisa. Wana kama mbuzi yangu bado iko, niona mzaa hapa akilia sana, mlipatia sehemu yangu. Na mimi nataka sasa hiyo mbuzi yangu nimekuja na kazi. Niende nayo. Nataka tuelewe ya kwamba Mungu
huleta uhusiano kati ya wanadamu. Na hupitia kwa vitu kama hizo, ya kwamba msichana amefanya tumekuwa na uhusiano na mchungaji, na ya kwamba sasa tuna uhusiano na kanisa ambalo nilikuwa nimeacha. Wewe kawa na wewe hauna uhusiano na Mungu. Nataka uelewe, Mungu anataka kuhusiana na wewe. Ndio sababu anakumbuka machozi yako. Amen. Amen. Wende kama uko hapa na huna uhusiano na Mungu, hata unapotaka Mungu akukumbuke, kuna kitu ambacho kitafanya Mungu akukumbuke, kwa sababu muna uhusiano na yeye. Kama una uhusiano na yeye, hakuna vile anaweza kukukumbuka. Taka uelewe, Mungu anataka uhusiano wako na yeye.